Habari za muda huu mabibi na mabwana, ungana nami Sadil Habshi kupata utabiri wa nyota siku ya leo ya Jumatatu tarehe 10 mwezi wa 11 2025. Hii ni tukianza na upande wa nyota ya punda au kondoo. Hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 21 Machi mpaka tarehe 19 April. Siku ya leo unaweza kukosa uthubutu juu ya jambo fulani ambalo watu wake hawana asili ya kufuatilia na pia dharau. Tunatarajia leo mabadiliko ya hali ya hewa hayatoendana moja kwa moja na mwili wako. Mawazo yako yatafika mbali leo, hasa baada ya kumuona mtu fulani unayemfahamu amepiga hatua. Leo utasalimika na maneno ambayo yangeweza kukuudhi. Fikra zako huenda zikawachanya rafiki leo. Siku ya bahati Jumanne, asili yake ni moto, ipo upande wa mashariki mwa dunia. Rangi yake ya bahati ni red na namba ya bahati ni 9, 18, 27 na 36. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni ruby au garnet. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Taurus, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 20 April mpaka tarehe 20 Mei. Siku ya leo utalazimika kutimiza majukumu yako. Muda unaweza kukubana leo kutokana na kushindwa kushiriki baadhi ya events. Tunatarajia leo upande wa pesa ni wastani na pia mapenzi yapo vyema kiasi. Jambo ambalo litakuwa juu ya meza ni namna gani unaweza pita katika njia isiyo na magumu. Leo utajua asili ya mpenzi wako, ikiwa na maana utaona rangi yake ya pili. Siku ya bahati ni Ijumaa, asili yake ni udongo, ipo upande wa kaskazini mwa dunia. Rangi yake ya bahati ni green, namba ya bahati ni 6, 15, 24 na 33. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni emerald au rose quartz. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Gemini, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 21 Mei mpaka tarehe 20 June. Mawasiliano na wengine ni duni leo. Watu wanaweza kuwa wakosoaji wako. Hakika una sintofahamu, kwa hiyo kuahirisha maamuzi muhimu kwa siku nyingine. Baada ya kusema hivyo, leo ni wakati mzuri wa kufikiria jinsi unavyotaka kuboresha afya yako. Mawazo kuhusu pesa. Siku ya bahati ni Jumatano, asili yake ni hewa, ipo upande wa magharibi mwa dunia. Rangi yake ya bahati ni yellow na green na namba ya bahati ni 5, 14, 23 na 32. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa maskini ni agate au citrine. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Cancer, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 21 June mpaka tarehe 22 Julai. Mvutano kati ya watoto wako au washirika wa kimapenzi unaweza kutokea leo. Watoto wanaweza kuwa na jukumu kubwa, kuna uwezekano wa kukata tamaa. Wakati huo huo, hii ndiyo siku bora ya mwaka ya kujiuliza ikiwa unathamini vipaji vyako vya ubunifu. Je, wewe ni mtu wa tofauti? Mapenzi yatakutesa kwa kiasi fulani licha ya kuwa pesa ipo ndani ya akiba. Siku ya bahati ni Jumatatu, asili yake ni maji, ipo upande wa kusini mwa dunia. Rangi yake ya bahati ni white na silver. Namba ya bahati ni 2, 11, 20 na 29. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni moonstone au pearl. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Simba, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Julai mpaka tarehe 22 Agosti. Mazungumzo na jamaa wakubwa, hasa wazazi, ni magumu leo. Watu wanaweza kuwa wakosoaji au wabishi. Mapenzi yanaweza kukatisha tamaa. Walakini leo utajihimiza kufikiria juu ya jinsi ya kuboresha mipango yako na uhusiano na familia. Siku ya bahati ni Jumapili, asili yake ni moto, ipo upande wa mashariki mwa dunia. Rangi yake ya bahati ni gold au orange na namba ya bahati ni 1, 10, 19 na 28. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni peridot au ruby. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Virgo, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Agosti mpaka tarehe 22 Septemba. Usikubali mawazo ya kutisha leo. Kumbuka, wasiwasi ni kama kiti kinachotikisika. Inakupa kitu cha kufanya, lakini haikufikishi popote. Mahusiano ya familia yanaweza kukatisha tamaa. Usiwe na mawazo hasi, badala yake zingatia mawazo chanya. Kuwa kama mfano
injini ndogo ambayo inaweza kusukuma kitu kikubwa. Rafiki. Siku ya bahati ni Jumatano. Asili yake ni udongo, ipo upande wa kaskazini mwa dunia. Rangi yake ya bahati ni brown na leaf green. Namba ya bahati ni 5, 14, 23 na 41. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni sapphire au carnelian. Na tukiendelea na upande wa nyota ya mizani, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Septemba mpaka tarehe 22 Oktoba. Zingatia hitilafu kuhusu masuala ya fedha au ununuzi leo. Unaweza kujihisi tofauti kuzungumza na mtu. Huenda usio na ukweli wote au utatafuta mtu sahihi. Wakati huo huo, leo unajihimiza kufanya azimio kuhusu jinsi ya kujitunza vizuri zaidi kwa maboresho kiafya. Siku ya bahati ni Ijumaa. Asili yake ni hewa, ipo upande wa magharibi mwa dunia. Rangi yake ya bahati ni pink au white blue. Na namba ya bahati ni 6, 15, 24 na 42. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni opal au lapis lazuli. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Scorpion, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Oktoba mpaka tarehe 21 Novemba. Leo usiwe mkosoaji wa wengine. Tarajia mkanganyiko kuhusu pesa au ununuzi. Uwe mwangalifu, ghasia za watu zitakusumbua kutokana na kuhitaji upweke wa kufanya maamuzi yako. Jaribio la kutaka kushindana na wengine halitatimu vyema rafiki. Siku ya bahati ni Jumanne. Asili yake ni maji, ipo upande wa kusini mwa dunia. Rangi yake ya bahati ni black na maroon. Namba ya bahati ni 9, 18, 27 na 36. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa maskini ni topaz na malachite. Na tukiendelea na upande wa nyota ya mshale, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 22 Novemba mpaka tarehe 21 Disemba. Usipoteza muda wa kujisikia mwenyewe au kuguswa na kile wengine wanachofikiria. Hii ni siku ya kawaida ya kutokuelewana. Badala yake, tumia nishati ya mwezi ya leo kufikiria jinsi unavyoweza kuwa bora zaidi uwezavyo kuwa sasa hivi. Kwa nini iwe kidogo? Pesa zipo mbali, njia ni nyeupe. Juhudi za na kufocus na jambo moja ni njia ya mafanikio rafiki. Na siku ya bahati ni Alhamis. Asili yake ni moto, ipo upande wa mashariki mwa dunia. Rangi yake ya bahati ni purple na blue samawati. Namba ya bahati ni 3, 12, 21 na 30. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa maskini ni turquoise na amethyst. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Capricorn, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 22 Disemba mpaka tarehe 19 Januari. Usikubali kujiamini na hofu ambayo inaweza kutokea kwa sababu una muunganisho wa kukatisha tamaa na rafiki au kikundi, haswa ikiwa unadhani mtu anakukosoa. Jambo la kushangaza ni kwamba leo ni siku nzuri ya kufikiria jinsi ya kuboresha urafiki wako na hata mahusiano yako. Siku ya bahati ni Jumamosi. Asili yake ni udongo, ipo upande wa kaskazini mwa dunia. Rangi yake ya bahati ni grey na brown. Na namba ya bahati ni 8, 17, 26 na 35. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa maskini ni garnet na onyx. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Ndoo, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 20 Januari mpaka tarehe 18 Februari. Usiwaombe wakubwa au wazazi ruhusa au idhini leo. Sio siku nzuri kufanya hivi. Hata mahusiano na rafiki yanaweza kukatisha tamaa. Badala yake, fikiria jinsi unavyoweza kuboresha kushughulika na takwimu za mamlaka au hesabu zako binafsi. Hivi sasa unavutia kila mtu. Siku ya bahati ni Jumamosi. Asili yake ni hewa, ipo upande wa magharibi mwa dunia. Rangi yake bahati ni sky blue na Q. Namba ya bahati ni 4, 13, 22 na 31. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni amethyst na hematite. Na tukimalizia na upande wa nyota ya Samaki, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 19 Februari mpaka tarehe 20 Machi. Mipango ya usafiri au vyombo vya habari vinaweza kukatisha tamaa. Zaidi ya hayo, mahusiano na bosi au mzazi yanaweza kukatisha tamaa. Siku ngumu.
Badala yake, zingatia ni elimu gani zaidi, mafunzo au usafiri unaweza kuboresha maisha yako. Fikiria kuhusu hili. Siku ya bahati ni Alhamis, asili yake ni maji, ipo upande wa kusini mwa dunia, rangi yake ya bahati ni sea green na indigo, na namba ya bahati ni 7, 16, 25 na 34. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni jade au aquamarine. Kama kawaida usiache kufollow akaunti zetu za Facebook, YouTube, Twitter. Tunatumia jina moja tu ambalo ni Saadil Habshi. Kwa hiyo vile vile ukitaka kujiunga na grupu la WhatsApp ambalo tutakuwa tunatuma utabiri wa nyota kwa kila siku kwa njia ya YouTube, basi unaweza ukatuma namba yako message then tukakuunga. Na tukiendelea na upande wa gurudumu letu kwa siku ya leo kwa kuangalia upande wa muda mzuri wa bahati katika upande wa kila nyota. Kama kawaida tukianza na upande wa nyota ya kondoo au punda, muda wako mzuri siku ya leo ni kuanzia saa 2:30 asubuhi hadi saa 5:30 mchana. Na tukiendelea na upande wa nyota ya ng'ombe, muda wako mzuri siku ya leo ni kuanzia saa 2:45 hadi saa 3:45. Na tukiendelea na upande wa nyota ya mapacha, muda wako mzuri siku ya leo ni kuanzia saa 7 hadi saa 11. Na tukiendelea na upande wa nyota ya kaa, muda wako mzuri leo zaidi ni mchana kuanzia saa 6:30 hadi saa 8:30. Na tukiendelea na upande wa nyota ya simba, muda wako mzuri siku ya leo ni asubuhi kuanzia saa 12 hadi saa 3 asubuhi. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Vigo, muda wako mzuri siku ya leo ni kuanzia saa 5 asubuhi hadi saa 10 jioni. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Mizani, muda wako mzuri siku ya leo ni jioni kuanzia saa 12 hadi saa 4 usiku. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Nge, muda wako mzuri leo ni muda kuanzia saa 11 hadi saa 2 usiku. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Mshale, muda wako mzuri leo ni kuanzia saa 4 hadi saa 5:45. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Capricorn, muda wako mzuri leo ni kuanzia saa 2:45 asubuhi hadi saa 5:45. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Ndoo, muda wako mzuri leo ni kuanzia saa 6 hadi saa 8. Na tukimalizia na upande wa nyota ya Samaki, muda wako mzuri siku ya leo ni kuanzia saa 4:30 hadi saa 8:25. Ulikuwa nami Saadil Habshi na bye bye.